Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naomba hii barua ya wazi niandike kwa Mufti, kwa unyenyekevu, kiongozi wetu katika dini. Tumepokea kwa unyenyekevu breaking news zenu za uchunguzi kwa kuteua tume ya uchunguzi ya kuchunguza mashehe wetu walioondolewa katika vyeo vyao. Alhamdulillahi, tunasema sawa, na sisi tutakuwa wanyenyekevu, tutafanya subira kungoja maamuzi ya maulamaa ambao ni wasomi katika dini. Mwenyezi Mungu awaongoze katika kheri, awaongoze katika uadilifu, awaongoze katika imani, muweze kufikia muafaka, sijui kwa Kiswahili, muweze kufikia yani ile muafaka ulokuwa mzuri, right, na kwa manufaa ya dini yetu na dhamana nyinyi ya vyeo mlivyokuwa navyo, bila kuvunja imani za watu. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu najua Waislamu tuna imani kwamba mtu anapokosea jambo lile linakuwa kosa, lakini anaporudi akasimama akayarekebisha makosa yake, hatuna budi sisi waumini kumsamehe, kwa sababu amejitambua wapi alipoteleza, wapi alipoanguka. Kwa hiyo na sisi tunasema katika imani tunawapa nafasi tena ya nyinyi kurekebisha popote pale mlipokuwa mmeteleza, na mtuletee majibu kutokana na imani, ifatwe taratibu, katiba za Kiislamu na kila kitu, yani nguzo zifatwe kutokana na vitabu vyetu Mwenyezi Mungu anavyotuamrisha navyo. Mimi naweza nikasema mawili matatu: unyenyekevu, uadilifu na hofu ya Mwenyezi Mungu ni uongozi imara wenye kuambatana na imani thabit kabisa. Usikivu, kumsikiliza mja au kuwasikiliza waumini ni njia njema katika uongozi ama usimamizi. Hivyo basi, cheo ni dhamana, na sio dhamana duniani tu, ni dhamana mpaka akhera. Uislamu umejengwa katika nguzo 5 za Kiislamu, nguzo 6 za imani. Jumla ni nguzo 11 zinazosimama duniani na akhera. Hizo ndo zinazoshikilia mihimili na mienendo ya Kiislamu. Nguzo ya 6 ya imani ni qadar, kuamini katika kadari ya Allah. Na sisi tunaamini kila jambo linalotokea au mtihani unaotokea, basi ni kadari ya Allah, ameshaiandika litokee, ili labda kuna funzo fulani Mwenyezi Mungu anataka kutupa, kuna mabadiliko fulani Mwenyezi Mungu anataka tuyafanye, kuna njia fulani au mienendo fulani ambayo hatuendi sahihi, Mwenyezi Mungu anataka kuturudisha katika njia iliyokuwa sahihi, tuendane nayo. Kwa hiyo tunasimama katika kadari ya Mwenyezi Mungu katika nguzo ya imani ya 6. Lililotokea ni kadari ya Mwenyezi Mungu, alikuwa ameshalipanga. Pengine kutolewa madarakani mashehe wetu ni kheri kwao ama ni shari kwa BAKWATA, Allahu yaalamu, yeye ndo anoijua, na katika kadari hiyo hiyo yeye ndio mwenye kun fayakun. Lakini sisi tunasema tu uadilifu ni imani inayoambatana na hofu ya Mwenyezi Mungu. Mwenye hofu hutenda mambo kwa uadilifu na anatenda mambo kwa haki. Imani nyingi za waumini zimepotea, imani watu wengi wanavunjika moyo. Kwa hiyo tunaliomba baraza lisimame katika imani sana, katika imani. Angalie imani za watu bila kuteteresha imani za watu, bila kugawanisha makundi, maana Uislamu umegawanyika
katika makundi au madhehebu tofauti kutokana na huo kutokuwa na uadilifu. Mwingine ataona hajatendewa haki hapa, ataamua atoke aende aanzishe imani zake huko nje, atafsiri anavyotaka kutafsiri yeye hadithi, atafsiri anavyotaka kutafsiri yeye Qur'ani, anaanzisha kundi lake ili na yeye awe kiongozi kule. Lakini kutokana na nini? Kutokana na husda, fitna, roho mbaya, kufanyiana uovu wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo tukijaribu kuyaavoid haya mambo, jamani, tunaweza tukasimama na Uislamu mmoja kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyotuachia. Hakutuachia madhehebu, bali alituachia Uislamu mmoja tu wenye imani na hizo nguzo 11, 5 za Kiislamu, 5 za imani. Lakini imevurugwa na nini Uislamu? Na unafiki, na fitna, roho mbaya, na chuki zilizomo, na uchu wa madaraka, na huyu kutaka hichi kitu alichokuwa sio cha kwake anataka kumpokonya mwenzake. Jamani, hayo yote tupigane jihadi nafsi, tutakasishe nafsi zetu, tupendane, tuwe waadilifu, tumuogope Mwenyezi Mungu. Pale unapomwogopa Mwenyezi Mungu, japo kuna fitna ndani yake, unajua kuwa na imani na Mwenyezi Mungu, ibilisi aache kucheza na wewe, lazima atakufitini. Na pia kuna Waislamu huko ambao wasokuwa na imani, wenye majina tu ya Kiislamu, wenye roho tu basi chafu, wanaotaka kuharibu Uislamu, kuleta chuki, kufanya nini. Mtu ataleta chokochoko zake na maneno hayakosi, lakini mwenye hofu ya Mwenyezi Mungu huziba masikio akamsikiliza Mwenyezi Mungu tu peke yake. Hayo mengine yote akaeka pembeni. Binadamu kuongea hachoki, lakini ukiweka sikio lako kwa Mwenyezi Mungu na nafsi yako ukamtegemea yeye, utasimama kwenye kila kitu kwa idhini yake yeye Mwenyezi Mungu. Mimi naomba baraza la maulama, turudishieni imani, tujengeni katika misingi ya kiimani yenye uadilifu na uongozi uliosimama katika nguzo zetu za msingi za Kiislamu na nguzo za imani, ili tuwe na mioyo ya unyenyekevu. Tunawapenda viongozi kwa sababu tunatakiwa tuwaheshimu viongozi wetu, kwa sababu nyie ndio viongozi. Tunawapenda na kuwaheshimu, lakini jengeni mambo katika maadili ya hofu ya Mwenyezi Mungu. Mashehe wangu, na waombeni kwa unyenyekevu na kwa imani na ilmu Mwenyezi Mungu aliyowajalia na kuwapa, naomba tuikamilishe hii hadithi, al-Islam nadhifu, Uislamu ni usafi, fatanadhafu, tujitakase. Tusijitakase mbele za watu, bali tujitakase mbele ya Mwenyezi Mungu. Mtumie hii fursa hapa ya kuwarudisha watu katika imani. Sisi wengine tunapigana huku mitandaoni kujaribu kuwarudisha watu katika imani, kuwarudisha katika nguzo, kusimama tahajudi, kuswali, kufanya nini. Tushapigwa vita, tushaitwa yetu kwa ajili ya maneno yetu. Basi na nyinyi msituvuruge waumini, sisi ni kondoo wenu, fanyeni haki. Basi inshallah Mwenyezi Mungu awajazeni kheri, muweze kufanya maamuzi yenye haki katika Uislamu insha Allah biidhnillah.